Baada ya mapumziko mafupi tunarejea kuangalia kile ambacho kinazungumzwa zaidi kwenye kipindi cha Viwanjani, na wakati tunaenda mapumziko nilikwambia kwamba tunao viongozi waandamizi wa klabu ya Mbeya City ambao wenyewe wamekita kambi hapa Dar es Salaam. Watacheza michezo yao takriban mitatu mfululizo kwenye uwanja wa KMC Complex baada ya kucheza katika mchezo wa kwanza na kuvuna magoli 3-0 na alama 3 muhimu. Lakini kwa sasa hivi wanaenda kufanya maandalizi ya kucheza dhidi ya ndugu zao wa Mbeya Tanzania Prisons, lakini mchezo huo unachezwa kwenye dimba la KMC Complex. Maana baada ya uwanja wa Sokoine Mbeya kufungwa, sasa rasmi wenyewe wakahamishia makazi yao kwa muda hapa Dar es Salaam wakati wakipisha matengenezo ama marekebisho kwenye uwanja wa CCM Sokoine pale jijini Mbeya. Sasa niko hapa na Ali Nduma, huyu ni CEO wa Mbeya City, lakini pia na assistant CEO huyu ni Mlundi. Tuko nao hapa kuweza kuzungumza nasi kile ambacho kipo ndani ya Mbeya City kwa sasa hivi. Papo Nation, watu ambao walikuwa na timu nzuri sana kabla hawajashuka daraja, na walitengeneza moja kati ya historia nzuri ambayo walitengeneza wakati wanapanda daraja, na walikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zina mashabiki wengi sana, wakisafiri na mashabiki kutoka maeneo mbalimbali ambapo wanakuwa wanaenda kwenye ile mechi za ligi kuu ya NBC. Wako hapa wagonga nyundo kutoka Mbeya City. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni sana Azam TV. Nafurahi kuwa nanyi hapa. Amen. Nashukuru sisi. Ukitaja miongoni mwa timu ambazo zimefanya vizuri mpaka sasa hivi, mkiwa na michezo 4 mnaenda kucheza mchezo wa 5 kesho, ni Mbeya City. Takriban alama ambazo mmezikusanya alama 7 mpaka sasa katika michezo 2 ambayo mmeshinda, lakini mmetoa sare mchezo mmoja na mmepoteza mchezo mmoja. Ali Nduma, ni matokeo ambayo yanaridhisha timu mpaka sasa hivi? Sisi tunaridhika na matokeo. Kwa maana ya kwamba kwenye mpira kuna matokeo matatu, kila mmoja anafahamu hivyo, kwa maana ya kushinda, kutoa sare na kufungwa pia. Na ukiangalia kwenye michezo yetu 4 tuliocheza, mchezo mmoja tumepoteza, lakini mchezo mwingine tukatoa sare na michezo 2 tukashinda. Kwa hiyo kwetu sisi ni matokeo ambayo tunaridhika. Na kwa nini tunaridhika? Ni kwa sababu tulivyoanza mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya 4, kila siku unaiona timu inazidi kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tutasema tunaridhika na timu, na matokeo tunaridhika nayo jinsi unaona. Tunazungumza wakati ambapo mmekusanya alama 6 na katika alama 7 ambazo mmekusanya, alama 6 mmezikusanya ugenini. Kikawaida kwenye ligi kuu si rahisi sana kwenda kuchukua alama 3 kwa mwenyeji wako. Mmefanikiwa vipi kuhakikisha kwamba alama 6 katika 7 hizi mnazibeba kutoka ugenini? Kwanza niseme mpira kwa kawaida, hii nyumbani ugenini tunazungumza sana katika mazungumzo ya kawaida, lakini uhalisia uwanja ni ule ule, idadi ya wachezaji ni wale wale wanacheza uwanjani, na kujiandaa kwako ni kule kule. Kwa hiyo inategemea umejiandaaje na quality ya wachezaji wako wanavyoandaliwa kwenye uwanja wa mazoezi, na unapokuwa na wachezaji wazuri sana unapata matokeo. Na sisi upande kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kwenye timu yetu sisi tunasema mara zote kwamba kila kwenye mji wao kuna kijiji chetu. Tafsiri ya ule msemo watu wengi wanapata shida kuelewa, lakini ukweli halisi ni kwamba si kwa Tanzania, kila sehemu ni nyumbani kwetu. Kila sehemu ni nyumbani kwetu. Kwa hiyo mashabiki utawakuta hapo, lakini wachezaji wenyewe pia wametoka maeneo hayo yote, uwezo ni ule ule na mazingira wamezoea hayo hayo. Kwa hiyo kila eneo sisi kwetu ni nyumbani. Kwa hiyo tunaposema kwamba kila kwenye mji wao kuna kijiji chetu, hatuna ugeni kwenye eneo lolote lile. Kwa hiyo tutafungwa si kwa sababu ya ugeni, tutafungwa labda kama mtu ametuzidi uwezo wake, lakini sio kwa sababu ya ugeni wa eneo. Sawa. Nirudi kwa Mlundi. Mlundi, niambie kuhusiana na timu wakati inarejea ligi kuu ya NBC. Tulishuhudia Mbeya City ambayo ilitengeneza historia nzuri sana huko nyuma wakati inafanya maajabu kwenye ligi kuu wakati huo. Hii Mbeya City ambayo ipo kwenye kileleni mpaka sasa hivi alama 7. Ndio Mbeya City ile ambayo iliwahi kutawala soka la Tanzania, kwa kuwa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zikifika eneo fulani panachangamka. Ndio hii Mbeya City ambayo tunaiona, ama tusubiri nyingine inakuja? Kwanza nasema ni tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sisi kama Mbeya City mpaka sasa hivi swala kukaa kileleni sio jambo rahisi. Na ukizingatia kwamba ligi yetu kimsingi ligi ya ushindani sana. Kila timu imejiwekeza sana. Sasa nikirudi kwenye swala la msingi kwamba Mbeya City ndio ile au tusubiri nyingine. Kadri tunavyocheza sisi ndio tunaiona ile Mbeya City ambayo watu wengi walisubiri. Na ukiangalia, kwanza nikupe historia kidogo sana.
Tukiwa championship sisi tumefungwa mechi 2 tu. Mechi 2 tumefungwa msimu mzima wa ligi. Na tukaja kumaliza tukiwa nafasi ya 2, ndio imetusaidia kuweza kupanda. Sasa morali ile ambayo sisi kama viongozi tulitamani kuwa nayo ndio tumeenda nayo ligi kuu. Na niseme tu kwamba Mbeya City ambao watu wengi wanaisubiri, mimi ni sio msemaji, lakini wao wataona ladha ya mpira ile ambayo walikuwa wakitamani kuiona kwa Mbeya City, ndio hii ambayo tunaendelea nayo sasa hizi. Kwa ladha ya ushindani kwa maana ya timu, lakini ladha ya ushindani kwa maana ya mpira mzuri ambao Mbeya City imekuwa wakionyesha katika misimu yote ya ligi ambayo tupo nayo. Niambie kitu, wakati huo Mbeya City inafanya vizuri, ilikuwa imesheheni wachezaji wengi ambao waliibuliwa na Mbeya City wenyewe, yani walikuwa ni wachezaji wapya katika macho ya watazamaji wa soka. Kwa sasa hivi imeenda tofauti. Tunaona Mbeya City imesheheni wachezaji wengi ambao wamewahi kupita kwenye klabu mbalimbali. Mmebadilisha mtindo wenu ama utaratibu wenu ambao mlikuwa nao kipindi kile, ama ni mahitaji ya sasa hivi yanahitaji kuwa na wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa na ligi kwa sasa? Kwanza niseme sisi timu yetu ina mchanganyiko. Ukiona kuna vijana ambao wako pale wakina Memo Pila, wale ni vijana ambao kabisa kwa mtaani. Yuko mara nyingi ni kijana anatoka pale Mbeya, ambao sasa hivi unamuona anafanya vizuri sana. Kwa ni timu ambao kwanza imesheheni ni vijana wa Mbeya wapo. Na ni wachache ambao kama ninavyosema kutokana na ushindani wa ligi tumeweza kuongeza pale ili kuweza kutoa uzoefu akina Belo kwa Kolanya kwa sababu ni wazoefu kwenye ligi. Kwa hiyo tukaona ni vizuri sasa ili waje waitengeneze timu. So kwa hiyo sisi dhana yetu ya kukuza vipaji bado tunaendelea nayo ni ile tu. Dhana ya kukuza vipaji bado mnaendelea nayo. Yes. Ali. Mbeya ilikuwa inatambulishwa bado kwa jezi yake ya papo kama ambayo umevaa. Wakati mnafanya tamasha lenu ilikuwa ni tamasha la Mbeya City Day. Nilipatia jina la Mbeya City Day. Yeah. Kuna jezi ambazo zilikuwa zinaonekana watu wanashindwa kuzielewa, na kila mtu alikuwa anazungumza kile ambacho alikuwa anaona kwamba Mbeya City na jezi ile jinsi ambavyo inafanana pengine haikuvutia machoni kwa watu wengi. Lakini baadaye mkaja na jezi rasmi ya Mbeya City ambayo watu walisema hii ndio Mbeya City ambayo tunaifahamu ikiwa na muonekano huu ama jezi za namna hii. Mwitikio wa mapokeo ya jezi hii ya Mbeya City umekuwa vipi mtaani? Watu wamepokea vipi? Wanazungumza nini? Lakini pia hata mauzo ya jezi mmepata vipi mwamko kwamba tunahitaji pia tuzalishe jezi nyingi kwa ajili ya mashabiki wetu ambao wanazihitaji kwa wingi? Kwanza uko sahihi kwamba wakati tunaingia kwenye msimu ziko jezi zilitolewa kwa ajili ya kufanyia mazoezi. Na unajua Mbeya City ni timu ambayo inapenda uasilia wake. Sasa ilionekana kama kuna aina ya muonekano unapoteza ule uhalisia. Kwa kitendo hicho ndio kilitengeneza hiyo maswali mengi kwamba imekuwaje wanakuja jezi tofauti saizi tunabadilishwa, lakini tuliwaelezea sababu unajua mwaka jana tulikuwa na mdhamini wa kutengeneza jezi. Mwaka juzi tulikuwa na mdhamini wa kutengeneza jezi. Lakini mwaka huu tumepata mdhamini wa kutengeneza jezi ambaye ni wakazi. Ndio. Na kiukweli kipindi kile ilikuwa jezi hizi hazijafika. Kwa kuwa hazijafika na timu inaenda kufanya mazoezi, yeye kama mdhamini mtengeneza jezi akasema msitumie jezi zilizopita kwa ajili ya mazoezi wakati mimi mdhamini wa jezi niko tayari kutoa jezi zingine mfanyie mazoezi kwanza. Alafu baadaye zitakapokuja zile nitawapa tena zingine. Kwa hiyo alitoa jezi seti 3 za kufanya mazoezi mwanzo kabisa wakati wa pre-season. Lakini baadaye akaongeza tena seti zingine 3 za kufanyia mazoezi kwa wachezaji na benchi la ufundi. Kwa hiyo zilipokuja sasa na baada ya kufafanulia of course walielewa kwamba ni kweli bana tumeelewa, na kwa sababu tumejenga utamaduni wa kila jambo linapotokea kuwaeleza na kufafanua. Kwa hiyo ilipotokea hivyo tulipokuja na kuzindua jezi sasa ile siku ya Mbeya City Day, kila mmoja sasa alisema kile ndio ambacho tunakitaka sisi jezi zetu. Kwa hiyo jezi zilipokelewa na kila mmoja alikubali kwamba hizi ndio jezi ambazo tunataka, na mpaka sasa hivi umeuliza pia kwamba juu ya mauzo ilikuwaje na mapokeo. Mzigo uliokuja mwanzoni ulitumika siku 2 na jezi imeisha. Hapa ninapozungumza mimi jezi hamna jezi ya Mbeya City. Hamna jezi ya Mbeya City na Tanzania hazipo yani mpaka sasa hivi. Na inachoendelea sasa hivi mzigo utaingia wiki hii mwishoni na baada ya kuingia tutaziuza tena. Kwa hiyo sasa hivi yani zile zote zilizokuwa zimetengenezwa zilishauzwa zote. Na sasa hivi ni jezi ambazo zinakuja awamu ya pili sasa. Kwa hiyo mapokeo ni makubwa, na kama ujuavyo Mbeya City ni timu ambayo inapenda sana jezi zake.
Okay. Lakini si Mbeya City tu sasa. Hii imesababisha kutengeneza uhitaji kwa nchi nzima kwamba kila mmoja anapenda kuvaa hizo jezi. Ukiangalia mechi yetu ya kwanza tulicheza Tanzania kwa raha pale Babati. Pale Tanzania kwa raha watu wengi walikuwa wanashangilia pale, hatukuja nao. Lakini walikuwa wamevaa jezi ya Mbeya City na walikuwa pale uwanjani wanashangilia. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo ilikuwa. Lakini tumetoka hapa tukaja Dar es Salaam hapa kucheza na Azam. Tumekuja kucheza na Azam hapa, mashabiki wa Mbeya City wa hapa Dar es Salaam ambao waliongozwa na tawi la Magufuli wana jezi wengi pale Mbezi Magufuli, tawi lao ndio wanaongoza ile tawi la pale, ndio tawi mama. Wote pale wamevaa jezi zao na wanashangilia. Kwa hiyo utaona jinsi ambavyo kwa ile iliwafanya na wengine pia waendelee kuzipenda, na watu wengi wanapenda kuvaa hizo jezi hata mtaani kwa sababu ni jezi ambazo zinavalika popote na hazifungamani. Kwa hiyo ni jezi ambazo watu wengi wametengeneza uhitaji. Hapa nilipo ninapozungumza nimepata mahitaji ya watu wengi kuhitaji wakala wa kuuza jezi, kwamba tunahitaji kuuza jezi na sisi. Okay. Kwa hiyo yes, Zambia City. Kwa hiyo tumesema sawa, tumekaribisha kwa ajili ya mazungumzo kuweka utaratibu sawa ili tuweze kuuza. Kwa hiyo Dar es Salaam kutakuwa na matawi matatu ya kuuza jezi, Mbeya, Tunduma, Mwanza na Arusha. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo tayari tumesha confirm watu kwa ajili ya mauzo ya jezi. Sasa juzi nilikuwa hapa na moja kati ya viongozi ambao wanahusika sana kwenye swala la jezi wa upande wa Azam FC. Niliuliza swali moja kwamba baadhi ya hizi timu kubwa nchini zinalalamika kwamba jezi zao zinatolewa chapa ambazo ni jezi fake, nyingi zinauzwa mtaani. Kwa Mbeya City hichi kitu mnakidhibiti vipi? Au mmeshaanza kuona jezi ambazo sio halisi ama sio original zikiingizwa mtaani? Kwa sasa hivi naweza kusema bado hatujazibaini jezi feki. Lakini jezi feki ni jezi ambazo zimetolewa katika njia tofauti na ile ambayo njia sahihi. Yeah. Lakini ni kitu ambacho vita yake ni vita ambayo si mmoja anaweza kupigana. Okay. Ni wote tunahitaji kupigana. Na sisi kwa Mbeya City mapigano yake yanapiganwa zaidi sisi viongozi lakini na mashabiki. Ukitaka kujua kwenye uzinduzi wa jezi tulizindua hizi za papo, tukazindua na nyeupe. Yeah. Lakini zilikuja zile za third kit ambazo ni nyeusi. Zine ufito wa papo humo. Tumezindua kama leo, kesho yake mtu amezivaa Dar es Salaam, walimfuata na kumuuliza umeipata wapi hiyo wakati hazijatoka. Kwa hiyo imezinduliwa kama leo, akawa amenunua akasafiri, akaja Dar es Salaam. Sasa watu Dar es Salaam nao walikuwa wanazitaka, wakashangaa anazipataje, sio? Akasema wakapiga simu. Wako naye kwamba hamna kutoka hapa. Tumezindua tumeanza kuuza jana. Basi. Okay. Kwa hiyo ni vita ambayo inapambana na sisi viongozi lakini na mashabiki wetu. Mashabiki wetu ni watu ambao wamenunua sana hizo jezi, kwa hiyo wanazijua. Okay. Ukija na nyingine lazima watajua kwamba hii ni fake. Ni fake. Kwa hiyo kijua tayari wanaanza vita na wewe. Kwa hiyo ni vita ambayo ni ngumu, lakini mimi niseme tu wao wanaotengeneza chapa si watu wenye uwezo mdogo. Ni watu wenye uwezo mkubwa. Ndio. Wakae wafikirie. Vilabu vinapotengeneza jezi na kuuza ni moja ya chanzo chao cha mapato. Yeah. Sasa wanapotoa kopi wanafifisha ndoto na malengo ya zile klabu. Kwa hiyo mimi tu siwezi kusema kutoa kauli yote isipokuwa ni kutoa wito kwao na kuwaomba tu waache na hizo biashara, kwa sababu ingekuwa tengeneza watu wa kawaida tungewalalamikia. Lakini mtu anayetengeneza kopi sio mtu mwenye uwezo mdogo. Ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Na mimi naweza kusema kwa Mbeya City mimi nashukuru Mungu kwamba mpaka zinatoka hakuna mtu alikuwa anajua jezi zitatoka aina gani. Okay. Kwa hiyo wakati mwingine confidentiality yetu inasaidia sana kwamba hata wale wanataka kutengeneza hivi, inawezekanaje jezi unaitoa leo unazindua, kesho unaikuta sokoni iliyopigwa kopi. Maana yake ndani yenu kuna siri zinavuja. Yes. Kwa hiyo hii na yenyewe pia sisi viongozi wa mpira tuachane na hizo biashara, kuwa na ofisi zingine pembeni na nini. Nafikiri hiyo ndio inachukua changamoto nyingine. Sawa. Nirudi kwa Mlundi. Tusaidie kwa sababu upo ndani ya club na unajua mipango ya club jinsi ilivyo. Ligi kuu ya NBC ni miongoni mwa ligi kubwa barani Afrika kwa sasa. Ni ligi ambayo inauzwa pia kupitia Azam TV. Jinsi ambavyo tunainadi, tunavyoitangaza, mechi zote zinaonekana. Mbeya City ikicheza popote pale, kamera zetu zitaenda kwa ajili ya kuonesha. Hii inaweza ikawa pia ni sehemu ya timu hizi kujitangaza, timu zote za ligi kuu, kwa kuweza kupata wadhamini na watu wengine. Lakini timu nyingi za ligi kuu baadhi zinacheza zina wadhamini wakuu kwenye kifua ama eneo lolote ile kwenye jezi zao. Nyinyi Mbeya City mnahakikisha vipi kwamba mnatengeneza wadhamini ambao watakuwa moja kwa moja ama wadhamini wengi ambao wanaweza wakasaidia pia timu kuwa na vyanzo vingi vya mapato?
Kwanza nitumie nafasi hii kuwashukuru sana Azam, kampuni Azam Group kwa namna ambavyo imeweza kubrand ligi kuu ya NBC. Kimsingi imekuwa ni ligi yenye ushindani sana. Kiachana hilo, kama nilivyosema awali, vilabu vile na venyewe vimejitahidi sana kuwekeza. Ndio unaona hakuna klabu ambayo unaweza kaenda ukasema hii ni klabu ndogo au ni underdog, hakuna. Na ndio maana leo hii ukimfunga Mbeya City au kucheza na Mbeya City, unajua unaenda kucheza na timu yenye ushindani mkubwa sana. Lakini eneo la wadhamini, na nitumie fursa hii sisi tukaribisha wadhamini. Kimsingi sisi bado hatuna wadhamini. Kama unavyoona jezi yetu iko plain kabisa. Kwa hiyo tukaribisha wadhamini, sisi tunawakaribisha. Mpaka sasa hivi watu kadhaa wameonyesha nia, lakini bado hatujaingia nao mikataba. Sasa kwenye swala lako la msingi, udhamini wote ule unaongeza chachu ya ushindani. Unaongeza chachu ya ushindani. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunahitaji wadhamini kwenye vilabu vyetu. Ili kuweza kukuza ladha ya mpira. Na ukiangalia vile vilabu ambavyo vina wadhamini wachache baadhi. Kimsingi kwa mfano hawana changamoto, kwa mfano changamoto ya usafiri. Sisi kwetu tuna changamoto ya usafiri, naweza kutumia nafasi hii. Tunawakaribisha wadhamini kuja kuwekeza klabu ya Mbeya City. Ukikosa eneo la transport, eneo la usafiri ambalo ni eneo mama, kimsingi wewe utakuwa na probability ya kuzikosa point tatu zingine. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana. Vilabu kama sisi tunapambana sana kupata mdhamini, lakini bado kama kuna wadau ambao uko nje, ni muhimu sana kuwekeza kwenye ligi yetu. Okay. Sawa. Umezungumzia hayo na umewakaribisha wale ambao wanania kudhamini Mbeya City, moja kati ya timu ambayo inafanya vizuri kwa sasa hivi kwenye ligi kuu. Lakini swali la mwisho ambalo na pengine ningependa kufahamu juu ya malengo yenu kwa msimu huu. Mnalenga kwenda wapi? Kwa sababu timu nyingi tumeziona zinaanza vizuri, alafu zikifika katikati hapa nguvu inaisha. Hii nguvu ambayo Mbeya City wameonyesha mpaka sasa hivi inalenga kufika wapi? Nishukuru kwa sababu nipo na CEO hapa. Sisi kwa sababu tumeshalijadili ndani na ataongeza. Kimsingi sisi kwanza kwa sababu ndo tumetoka championship, tumepanda ligi kuu. Sisi malengo ya mwaka huu ni kubaki kwenye ligi. Kubaki kwanza kwenye ligi. Hayo ndo malengo yetu. Bila kujalisha kwamba mtakuwa mmemaliza kwenye nafasi ngapi. Sisi na swala nafasi hilo ndo tunapambana nao kuhakikisha kwamba zile nafasi za juu tunakoepo. Na pili nafasi 7 za juu. Nafasi 7 za juu. Yes. Hizo ndo tunapambana nazo. Lakini la pili naongeza hapo ni kuonyesha mpira wa ushindani. Yaani tunataka tuonyeshe ile mpira wa ushindani kwamba timu yote ambayo itacheza na Mbeya City aidha ifungwe au atufunge, lazima afurahi kwamba amemfunga timu ambayo iko vizuri. Ambayo iko vizuri yenye ushindani. Sawa. Ali Nduma, tumalizie hili la timu inataka iwe nafasi 7 za juu. Ikitokea mmeenda mpaka mmefika hatua ya kucheza labda kombe la shirikisho la ligi ya mabingwa, mko tayari kwa jinsi ambavyo unaona hali ya timu, hali ya uchumi wa timu jinsi ilivyo? Ndio nafasi za juu hizo. Ndio nafasi za juu. Yaani tunaposema 7 za juu, maana yake inaweza kuwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Hayo ndio malengo yetu. Na unajua uhalisia sisi kuna kitu tutengeneza mpango mkakati wa timu upo. Tangu tuko championship wa miaka 3. Ambao mwaka jana kwamba ni mwaka wetu wa mwisho kuishi championship, mwaka huu kukaa nafasi 7 za juu na mwakani kuhakikisha kwamba tuko kwenye nafasi 4 za juu. Kwa hiyo ndio malengo hapa tunayo. Sasa hivi kwa maana ya timu kama itafika mahala ya kuwa na kufika nafasi 4 za juu zozote zile, tunaweza kushinda mashindano yote yale. Uwezo wa wachezaji wetu ni mkubwa na uwezo wa kiuchumi uko vizuri. Unaweza kaangalia ziko timu zina wadhamini lakini wanadaiwa. Sisi hatuna wadhamini. Hujawahi kusikia kelele za wachezaji tuko nao pale wanalalamika, na hautasikia. Kwa sababu tayari sisi brand ya Mbeya City si brand ndogo. Kwa hiyo jiji la Mbeya limeamua kuwekeza vilivyo. Mkurugenzi baada ya kukubaliana kwamba hii ni timu ambayo iliendeshwa na baraza la madiwani, kwa hiyo timu ina bajeti yake inaendeshwa. Sasa tunahitaji pia wadhamini kufanya ubora zaidi wa uwekezaji. Ndio ambacho tunahitaji zaidi. Na tunaamini mwekezaji yote atakayekuja kwetu atafaidika na brand yetu ya Mbeya City vizuri. Sawa. Swali la mwisho, swali dogo tu. Mpinzani wenu kwenye ligi kuu ya NBC ni nani? Kwenye ligi kuu ya NBC. Timu zote ambazo tunacheza nazo na mpinzani wetu. Ndio maana siku yetu kila mechi ni finali. Kila mechi finali. Yes. Kwa hiyo anayekuja mbele si ndo mpinzani wetu. Kwa mfano juzi tumecheza na KMC, mechi ile imeisha. Tumemaliza. Mpinzani wetu anayefuata sasa hivi ni Prison.
Tukimalizana naye mpinzani wetu anayefuata ni JKT. Nani akimaliza msimu mbele yenu mtajisikia vibaya? Yeyote akimaliza mbele yetu tunachukia sana. Sio nataka sisi ndio tuwe wa kwanza pale juu. Nataka mwe wa kwanza. Ndio malengo yetu. Yaani mtu hata kitufunga tunaumia. Okay. Tulifungwa na Azam FC hapa tuliumia sana. Tulitoka mioyo yetu imesononeka. Na tunajiulizaje aliwezaje kutufunga pale. Lakini tangu kwenye tamasha la Mbeya City Day alionyesha kile ambacho alikuwa nacho. Pengine alipata hasira za mechi ile ya CRDB ambayo mlimtoa katika hatua muhimu sana. Ile mechi ya Mbeya City Day sisi ilikuwa ni mechi yetu kutambulisha wachezaji, hatukuhesabu. Si mechi tunahesabu ametufunga. Ni mechi ambayo ukiangalia mpaka leo watu waelewa ametufungaje. Lakini majibu yake tutapata Mbeya. Sawa, asante sana Ali Nduma, lakini pia ambaye ni CEO wa Mbeya City alikuwa hapa akizungumza machache kuhusiana na kile ambacho Mbeya City inakifanya ama mkakati iko vipi. Lakini pia Mlundi naye alikuwa hapa, huyu ni CEO msaidizi, naye amezungumza nasi mengi kuhusiana na jinsi ambavyo Papo Nation wamejipanga kufanya. Amezungumza mengi kuhusiana pia hata swala la jezi, lakini malengo yao ni yapi? Malengo ni kumaliza nafasi 7 za juu katika msimu huu, lakini wasalie kwanza kwenye ligi, alafu mwingine watajiandaa msimu ujao. Wanasema kwamba nafasi 4 za juu. Hivyo wale ambao wana nafasi 4 wanasema kwamba ni nafasi zao kwenye ligi kuu, basi mgeni mwingine anaingia kwa msimu ujao ambaye ni Mbeya City.